Bwana, turudi kwenye heka zetu na utamu wa ligi kuu ya NBC. Michezo ya raundi ya 25 iliendelea hapo jana, ambapo mabingwa watetezi na vinara Young Africans walikuwa hapo dimbani, ambapo Young Sports Club imeishusha Simba na kurejea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC baada ya kuichapa klabu ya Namungo magoli 3-1 jana Jumatatu jioni kwenye uwanja wa KMC Complex hapa jijini Dar es Salaam. Yanga imefikisha jumla ya alama 60 na imerejea kileleni, huku Simba ikisalia katika nafasi ya pili wakiwa na jumla ya pointi 58, tofauti ikiwa ni alama 2 tu. Duke Abuya alifunga goli la utangulizi kwa upande wa Yanga kabla ya Hassan Kabunda kuisawazishia klabu ya Namungo katika kipindi cha kwanza. Yanga ilirejea kwa nguvu kipindi cha pili, ambapo mchezaji raia wa Uganda Alan Okello alifunga magoli 2 na kuipa ushindi Young Africans mabao 3-1. Kinga Mkono pamoja na Idi Nonga. Kinga Mkono ilikuwa ni mechi nyingine nzuri kabisa ya ligi kuu kuweza kuitazama mpaka dakika 90 zinakamilika. Ni mechi ambayo ilikuwa ina matukio ya kuvutia, ulikuwa utakiwa kupepesa macho kutokana na mwenendo wa matukio jinsi ambavyo yalikuwa. Ni mechi nyingine ambayo pia nimemsikia Alikamo alikuwa anagusa, ilikuwa ni mechi ngumu. Tukiitazama kwenye eneo zima la kimbinu pamoja na kiufundi, mpaka kipindi cha kwanza kocha Juma Mgunda alionekana kuwa kuna sehemu amepatia. Kama unaona walivyoingia Namungo, walikuja na mpango wa kujilinda na kuheshimu Yanga, lakini unajua mchezo siku zote inasema kwamba kila unavyocheza nidhamu yako inabidi iongezeke. Na nidhamu yako inaongezeka kutokana na jinsi kifua chako kilivyojaa upepo wa kutosha kuweza kuvumilia hizo hayo mapigo ya mpinzani wako. Kwa hiyo unaona kabisa Namungo alikuja vizuri na mchezo wao, wakacheza kujilinda katika dakika za mwanzo, lakini wakafanya kosa ambalo tulikuwa tunaliona litakuja kutokea. Unajua wao walikuwa wanakaa nyuma na anakushambulia kushtukiza. Sasa unapofanya mashambulizi ya kushtukiza, ujiandae kwa sababu mpinzani wako hiyo ndio aina yake ya uchezaji na aina yake ya kufunga magoli. Kwa hiyo walijikuta kwamba wakati wanaenda kushambulia kwa lengo la kushambuliza kushtukiza, waliondoka wote, wakajisahau kukaba kwenye maeneo husika. Wakapoteza mpira, Yanga wakarudi kwa haraka kuwashambulia. Pasi zimepigwa pasi 3 mpaka anafunga goli la kwanza, anakuja kufunga Duke Abuya goli la kwanza. Unaona jinsi ule mpira ulivyotembea kwa haraka na zile mbio ambazo Duke alikuwa anakimbia, kukimbia kwenye eneo, anamwambia Mudasiri niekee kwenye njia, na Mudasiri hakufanya ajizi, akamwekea kwenye mstari. Unaona anavyomtazama, anamwambia weka kwenye barabara. Na wale mabeki wako mbali na yeye mpaka wanamfikia tayari ashafika kwenye eneo, amefunga. Lakini unagundua kwamba hii mechi inakuja na ule ushindani uliokuepo. Hata wenyewe walikuja kupata goli la namna hiyo, Namungo goli alifunga Mgunda. Umeona kwamba nao Yanga walifanya kidogo uzembe, wakatengeneza ile cross, ikamkuta Kabunda akapiga shoot, ikawa goli. Kwa hiyo nadhani ni mechi ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa sana kwenye kipindi cha kwanza, na Namungo alionyesha nidhamu ya uchezaji sana kwenye kipindi cha kwanza, na wasifu kwa hiyo nidhamu yao ya uchezaji wa kipindi cha kwanza. Lakini baadaye kipindi cha pili, sasa sijajua walivyorudi kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, wakapoteza kidogo umakini, ndio ambao umekuja kuwagharimu, kwa sababu goli la pili wanafungwa la Okello la kwanza ni kama walikuwa walimpa zawadi Okello. Yani unaona wao wana mpira, Dube anachukua mpira, yani wanashambuliwa, wanarudisha pasi ya ovyo. Kapteni Jacob Masawe alipiga back pass. Yule alikuwa anatakiwa kuwai ule mpira, akateleza. Prince Dube kauchukua mpira, akapiga cross, kipa kafanya jitihada kubwa sana, kaokoa ule mpira, lakini kwa sababu bado ulikuwa cross na alikuwa mbali, mabeki wakamwangalia kukamata ule mpira. Wasingeweza kukamata kwa sababu alikuwa mpira umepigwa vi, kwa hiyo alikuwa mbali kwake. Amejitahidi kwa uwezo wake kwenda kuucheza. Lakini umeona jinsi gani wale mabeki wakawa wamezubaa, wakaja akamwacha Okello akaingia kwenye nafasi. Unajua wakati mwingine magoli unafunga ukiwa kwenye wakati wako. Msimu unakuja, kila kitu kwako kinakubali. Yani kila unachokifanya na kila eneo unalokaa linakubali. Ndicho kilichomkuta Okello. Kwenye bao la kwanza Aidinonga pamoja na bao la pili. Kwa upande wa bao la kwanza, kwenye position ambayo kwa transition ile inafanyika, unaweza kusema wale viungo wawili, kwa maana ya kwamba ya Mudathir pamoja na Duke Abuya, ni kama walijiamulia kwamba hii sisi tunaondoka. Haijalishi kule mbele kuna mshambuliaji, hakuna mshambuliaji, wakatoka. Ule ndo utofauti ambao huwa tunauzungumza wa Duke Abuya, kwamba yeye ni box to box, ni central midfield. Kwa hiyo ana akili zote. Ana akili ya kushambulia, ana akili ya kujilinda. Na pale piwa kabisa alibadilika, kama umjui kwa mara ya kwanza. Kwanza kusema jamaa winga ni na winga au namba ambayo alikuwa anachezaga winga. Alikuwa anacheza winga. Unaweza kuona kwenye bao la kwanza ile transition, namna ambavyo Young Africans waliweza kuifanya ilikuwa haraka sana, na combination ya Mudathir pamoja na Abuya ilikuwa superb kweli kweli.
Hiyo kwa mtu ambaye anatazama timu ndio ilikuwa inatoka. Abuya akaanzisha akamwambia bwana, kampa Mudathir, akamwambia ondoka zile mbio zile hapo. Wanaenda kushambulia nafasi. Yes, ili bao kilitazama matokeo yake ni ya nyuma kwenye dakika ya kwanza mpaka kwenye dakika hii ya 26. Juma Mgunda alihitaji kuifunga mechi kwa sababu kwenye quality wise ulikuwa bado huwezi kufikiria kwamba Mungu anaweza wakashindana dhidi ya Yanga. Lazima ubaki nyuma then uweze kushambulia nafasi ambazo unazipata. Mara nyingi tulikuwa tunaona kama ulikuwa mtu anakuambia Lucas Kikoti ndio anacheza namba 10, unaweza kukatalia kwa mara nyingi anazunguka kwenye eneo la namba 8. Kiswanya Abdul Karim pamoja na Hamis Alifa Nyenye walikuwa wanadabu wakati kwenye mechi nyingi ambazo tuko nawaona aidha Kiswanya ama Nyenye walikuwa wanapishana, mmoja lazima ataenda mbele kuongeza idadi ya washambuliaji na mwingine atakuwa atabaki hapa chini. Kama ukimuuliza Julius Machera, Gabriel Rogers, Jigwa mara ngapi wamepiga hatua za kwenda mbele, itakuwa ni mara moja ambapo alipiga ile cross na Kabunda akafunga. Mgunda alihitaji hivyo mechi kuibana. Anajua ukifunguka dhidi ya Yanga wanakuwa na wachezaji zaidi ya 5 kwenye eneo la mbele. Ukimtoa Alan Okelo, ukimtoa Prince Dube, ukimtoa Mudathir ambao mara nyingi utaona kwenye eneo la juu ambao wanacheza hapo, utapata advantage ya mwenda kuongezeka hapo. Jana yao walikuwa wanacheza kwenye upande wa kushoto, lakini mara nyingi alikuwa na invert kwa sababu anatumia mguu wa kulia, utamuona anaongezeka kwenye eneo la juu. Lakini pia the man from Kenya Duke Oga Abuya imekuwa ni silaha ambayo whether makocha wa Yanga wanaitumia hivyo ama yeye mwenyewe amejengea mazingira, ni mobile midfield. Mara nyingi huwa anatembea yeye kwenye ukitazama kwenye muktadha wa ushambuliaji, Juma Mgunda 100% alikuwa amefanikiwa kuweza kudhibiti kwenye mianya ya ushambuliaji wa Yanga. Mara nyingi unaona Prince atoka kwenye eneo la 18 anashuti kwa sababu akina Kazi pamoja na kina Mfuko wamelifinya ile eneo pamoja na kina Kiswanya. Mara nyingi unakuwa wachezaji 6 mpaka 7 kwenye eneo la nyuma. Unapataje nafasi ya kuweza kuwafungua? Lazima ukubali kuweza kubembeleza mashambulizi. Unabembelezaje? Unasema utawaruhusu na Mungu wacheza waweze kusogea. Na mara nyingi kama ulikuwa unagundua mwanzoni, ulikuwa unasogea na wachezaji 4, wachezaji 3 mpaka 2. Mara nyingi Fabrice Ngoi Wangoi ambaye alikuwa anasimama kule juu, tulikuwa tunamuona yupo kwenye eneo la kuanzia kwenye zone ya katikati kwenda kwenye eneo la mbele. Inamhitaji apige hatua nyingi zaidi pamoja na Sani Kabunda ambaye anaingia. Hao na wafunguaje? Wape football wacheze, waache waje. Wakati mnakuja nyinyi mna Mudathir ambaye mara nyingi ana speed, anakimbia kwa muda mrefu. Una Duke Oga Abuya ambaye kwenye mazingira hili bao ni yeye mwenyewe ndo amejitengezea nafasi, amekimbia, ameona kuna nafasi ambazo zipo, timu imevurugika kwenda kushambulia, na mara nyingi bado msingi wa bao ambao amefunga Duke Oga Abuya kwangu, mimi huwa zote nazungumza, huwa kwangu kuna Nyanda pamoja na golikipa. Selemani Said kwangu mimi ni Nyanda ambaye anasubiri, unasikia bwana kipa anadaka kama nyani yule. Kwamba anasubiri mpaka tukio la mwisho mchezaji anakuja. Kama umeona Osman Kazi Hussein Kazi mara baada ya goli kuingia akanambia bwana Sel vipi mbona wewe ulibaki hapa? Wakati huyu Abuya wakati move na kuja lakini bado naonga ule mpira kwa golikipa kutoka ilikuwa ni hatari zaidi. Kwangu mimi nilikuwa namuona Selemani alikuwa anaenda kuongeza idadi kubwa ya kuweza kumpressurize juu, kwa sababu Duka kati anakuja na focus, anasema huku nina Kazi anakuja, huku na Mfuko anakuja, kazi yangu moja iliyobakia nishambulie spaces hapa nikisogea tu kati ya mpira na mpira ulikuwa karibu sana. Kama angeingia na miguu ila sio kwenda kudaka. Bado hiyo ndio mimi naizungumzia, unaenda kumpressurize. Hii ingebadilika, ingekuwa tofauti kwa GDR. Wakati angalia mpira na ambavyo alisimama kipa. Pale kivyote vile Nonga wa kwanza ilikuwa ni beki kufika. Kipa kwangu mimi binafsi nilikuwa namuona Sele alikuwa na hatua hata 2 za kusogea mbele kuweza kulifinya lango na kumpa Duke Abuya option nyingine kabisa ambayo anasema kufinya lango. Akasema inawezekana nikapita huko, inawezekana nikatoa passing ka square, kuna mchezaji mwingine wa Yanga alikuwa anaenda kushambulia au mwenyewe nikascore. Alimpa option ya Duke Abuya kusema mimi option yangu, focus yangu ni kupiga. Lakini wewe uliona Abuya akipiga pale? Kwanza kwa Abuya ule mpira kwanza kwa Abuya ule mpira ulikuwa kwenye mazingira ambayo alivyo control kwa mara ya kwanza kwenye goli akawa tayari ashapoteza mwelekeo. Najua mwisho kaja kupiga na vidole na dochi na kwa sababu kuna beki alikuwa anatoka hivi, yani alikuwa ashapoteza mwelekeo. Na kwa hiyo nadhani kipa kwa timing yake alikuwa tayari kwanza ameshasogea golini na akaona akisogea zaidi anamtengenezea Duke nafasi, na Duke asingevuta kama kipa angekuwa amesogea. Angekuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuinua ule mpira kupiga anavyotaka yeye. Amevuta kwa sababu kipa alisimama. Kwa hiyo Duke huyu
amesimama ngoja nisogee tena nyingine. Aliposogea nyingine Duke akapoteza control ya mchezo. Kwa hiyo ndio ule mpira kwa bahati nzuri tu akaugonga dochi ukakubali kutembea. Kwenye technical ability eneo ambao unazungumza Kinga Mkono, inawezekana kwenye kuswitch kwa ambavyo mpira ulikuwa amefunga na weak foot. Amefunga na weak foot. Ndio hiyo inawezekana pia ni kwenye ufundi wa mchezaji, kwa sababu wakati Hussein Kazi anaingia kupiga na mguu na ule kulia ashapoteza kwa ngumu. Kwa hiyo pale alivyo switch pia ndo golikipa eneo ambalo kapoteana kwamba alitegemea huku lakini kaleka hapa chini katembea chini. Mimi bado option yangu hata ikija zaidi ya mara 100 bado Selemani Said kwangu, wakati move ya kwa sababu kwa golikipa unaona kwa sababu una face mtu kwangu kwa namuona anaweza akapiga hatua mara kadhaa. Tunaona kina Charamanda tunasema Charamanda mbona akatoka mpaka hapa kafuata nini huko move kama hizi ukija, kwa sababu kipo na option. Ukiachana kujitanua ambapo utatoka nje ya 18 uwezi kudaka, you can use your foot. Ona move. Lakini Nonga eneo ambao mimi nalitazama hapa umeona eneo la kusifu pia technical ability. Mumeona kipa aliposimama. Lakini si alikuja alibana. Yaani kipa kasimama anasubiri shambulizi lije. Bwana tuachane na hiyo kwanza. Hiyo hatutamaliza. Kinga Mkono, bao la pili ambalo wamefungwa na Mungo, tuseme walijaribu kitu ambacho hawana uwezo nacho, kwa maana kujaribu kucheza kutokea nyuma na Mkongo Jacob Masawi ndio alianzisha lile balaa. Yaani ndio unasema waliwazadia Yanga goli kwamba hata ukipata bahati ya kusikia sauti alikuwa mtangazaji Mpenja alikuwa anasema wamewazawadia goli. Kwa hiyo unaona kabisa jinsi gani ule mpira alivyorudisha nyuma Masawa alikuwa na nafasi ya kutulia zaidi, lakini akawa na haraka ya kuutoa ule mpira kama alikosa kujiamini, na alirudisha mpira mkubwa ambao mwenzake ukamshinda kucontrol wakati anajaribu kugeuka akawa ameteleza. Prince Dube akaingia kwa haraka mbele yake, lakini upigaji wa pasi wa Masawi pia haukuwa sahihi, kwa sababu alivyopiga pasi ni kama hakuwa amemlenga mhusika. Unaona, kwa hiyo pasi haikuwa na macho, kwa hiyo ikatoa nafasi kwa huo kosa lilofanyika. Na mwishoni sasa tunakuja kusema cross imepigwa, lakini pale katikati kulikuwa na mabeki wawili. Mmoja alikuwa karibu na Okelo na mwingine alikuwa katikati iko peke yake, lakini bado yule alikuwa karibu na Okelo hakuweza kuwa makini na mchezo kiasi ambacho ule mpira kipa ameupangua, yeye akashindwa kuwa wa kwanza kwenda kufika kwenye lile eneo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba unaona beki wawili wa katikati wale. Yes, wale wapo juu. Wale umeona wale walikuwa na nafasi ya kuwahi mpira. Umeona ule beki akachelewa kiasi ambacho ikampa nafasi Okelo kuukuta ule mpira, wakati yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza ametangulia mbele kucheza ule mpira. Kwa hiyo nadhani ndio kosa ambao wamefanya na wameadhibiwa. Yaani wakati mwingine ndio ile pressure ya mchezo ikija na Yanga kwa sababu alikuwa ameamua kuwakabia juu, kwa hiyo akakosa nafasi ya kucheza kwa kujitawala. Na ile pasi ya Masawi tulikuwa tunazungumza, mtozo kama anaweza katuonyesha tena. Jacob Masawi ni kama alimpigia pasi Dube. Yaani pasi haikuwa amemlenga yule kwa mhusika wake. Na yule na beki yule aliogopa kuingia vizuri, aliogopa kama angemdondosha penalty. Kwa hiyo alivyokwepa ndivyo alivyosababisha madhara zaidi. Kwa hiyo nadhani kwa hili ni kwa sababu ya pressure ambayo walikuwa wamepigwa eneo lile na wale hawakujiandaa kupokea ile pressure, kwa sababu kama mtu kama Masala angeweza kutuliza ule mpira, kwa sababu bado yule alikuwa anakaribiana naye, adui yake alikuwa iko mbali, angeweza kutulia akageuka akaanza twende mbele akaondoka, lakini yeye akaamua kurudisha nyuma kwa haraka, basi wakaadhibiwa. Kosa moja unaadhibiwa. Yes, bao la tatu kwa upande wa Young Africans lilifungwa na Alan Okello ambalo lilikuwa ni bao lake la 11 na la pili usiku wa hapo jana. Na bao jingine ambalo pia sijajua, nilimwona kocha Juma Mgunda kama alikuwa anashangaa ilikuwa ni skills kwenye ufungaji wa lile bao au ili akuaje. Nonga, ni bao ambalo limefungwa lakini kuna ufundi binafsi kutoka kwa Alan Okello kwenye eneo lile, namna ambavyo aliweza kucontrol first touch mpaka anakuja anafunga. Bado Alan kwa eneo ambalo yupo na pia na umbo ambalo wanalitumia, umbo lake ambalo lipo dogodogo, na mtu ambaye ana kasi kweli kweli, na mtu ambaye pia ananusa kwenye maeneo ya nafasi, kwenye maeneo kama haya, na mguu ambao anatumia, mguu wa kushoto, alivyojiposition, aina hata ya walinzi wa Namungo ambao wamekaa, bado credit kubwa unampa Alan Okello. Amekuwa na composure kubwa kweli kweli kwenye eneo la 18, anajua chochote ambacho kingetokea pale, kama angeguswa ungekuwa ni mkojo penalty. Atokimuona nyenye hapo ambacho picha inamuonyesha, anajua tayari total kila kitu kimebadilika. Na kikubwa zaidi bado kama unawatazama Yanga hasa kwenye hizi final third za wapinzani, mara nyingi huwa wanacheza na zaidi ya wachezaji 5 mpaka 6 kwenye eneo la juu. Kama utafanya timu yako kuanzia kutoka chini, kama tu utakupola mpira, inakuwa kwenye eneo la hatari. Kwa bado kocha Juma Mgunda hapo bado anasema sio kweli. Kwa sababu angalia first touch ya Alan Okello, alikuwa anaangalia kule, unajua alikuwa aliangalia goli. Unaona?
ametengeneza mazingira, amemchekecha na amefunga. Lazima kocha aseme sio kweli. Kwa sababu Mfuko na kwa bahati ni yule ni Abdalla Mfuko ambaye amechekechwa pale jezi namba 3 na sehemu ambayo amenani namba 5 na sehemu ambayo amemfuata kwa sababu anatumia mguu wa kushoto. Abdalla mguu wake strong ni mguu wa kulia na sehemu ambayo amempeleka kwenye mguu wa kushoto wa Abdalla Mfuko ambaye ni weak foot ile. Kwa hiyo kwenye kuzuia ameshindana. Wengi wanaamini hapa kwenye walinzi wengi ambao wana uthubutu asilimia 100 kama hajacheza shoulder to shoulder ambao inawezekana kwa ni mkojo wa penalty au nyingine ikabadilika hivyo, ama mtu anaweza kufanya sliding yani akajiamini kwa asilimia 100. Kama si slide naweza nikafanya shoulder to shoulder nikampush huyu nikaweza kupata huo mpira. Amekaba easy kweli kweli Abdalla Mfuko. Yani kosa ambalo anafikiria nini pale? Kosa ambalo mimi naliona kwa pale kwa beki ya kwa sababu ujue baada ya Okello kutan wakawa sasa tunaangaliana sasa. Kosa ambalo anasema ametumia kwenye weak foot ya Abdalla, anatumia mguu wa kulia. Sababu atakufanya interception. Yes, intercept ambao ni weak foot ile kwenye mguu wake wa kushoto na amemlazimisha kumpeleka kwenye mguu wa kushoto kati yeye anatumia mguu wa kushoto, mguu wake wa kulia Abdalla ndio mguu wake strong, ni mlinzi wa kati. Kwa hiyo alipobadilika Okello kutumia mguu wake wa kushoto ambao amempelekea kwenye mguu wa kushoto wa Abdalla ambao kiuhalisia angekuwa na mguu wa kulia inawezekana angekuwa na control nyingine zaidi. Kwa hiyo kushapeleka mguu imeisha. Yani unasemaje unajua nani kwa nini Mgunda amesema sio kweli? Kwa sababu kwamba kikanuni na kiutaratibu wa beki pale tuko kwenye box. Cha kwanza mtu kuwa na mtu karibu. Lakini umeona Okello amepata dakika moja nzima ya kusubiri ule mpira wakati unachezwa kule pembeni. Ameona yani kulikuwa na nafasi ambayo imempa yeye nafasi ya kukaa kufikiria namna gani mpira ukija na ucheza. Kwa hiyo wale mabeki hawakwenda kumkaribia Okello. Kwa hiyo ikamkuta mpira mguuni kwenye mguu wake anaotaka yeye, akaweza kumchengesha anavyotaka yeye, akapiga shuti. Ndio maana yani ule ni uzembe wa mabeki. Ndio maana nasema magoli mawili wao wamewazawadia. Mbona pale kuna matukio matatu? Kuna first touch wakati anapewa ule mpira na Kibwana, yani alikuwa anaangalia yani vyote vinavyofanyika. Tukio la pili ni kitendo cha Okello kutan mchezaji. Kitendo cha tatu kupiga chenga mtu. Unaona? Hapo anatan matukio mawili tayari kampiga mtu chenga. Sasa ngombe sifa ya mchezaji bora. Sifa ya mchezaji bora hata anapokuwa anaangalia huko. Macho yake anaambia anakuwa na macho kama ya kinyonga, hapa ashaona, hapa ashaona. Yani kote tayari ashaona. Kwa hiyo yeye alichokuwa anasubiri ni mpira. Kwa nini alitazama vile mara kwanza? Kwa sababu anajua kwa mpira ukija mimi naingia wapi. Hapa wale yule beki ndo akampa hiyo nafasi kama mimi naingia hapa. Lakini yule beki kama angekuwa amesogea wakati ule mpira unaanza kuja angeenda kumsogea, asingeweza kufanya kile alichokifanya. Kwa hiyo ule ni uzembe wa beki. Maana Mgunda amesema sio kweli. Yani umeona kuna uzembe umefanyika pale wa mabeki. Tutakulalamika. Tutalaumu wengi. Lakini bali alikamwe wengi sana. Tutalaumu wengi kwa sababu kuna viklipu vipo. Kocha Mgunda sasa hapo mazoezini sijajua kama atachukua hii clip kwa hii mechi. Kati ya mechi ambayo nimemshuhudia Mgunda akifanya vikao vingi na wachezaji wake ni hii mechi. Yani kila tukio lilikuwa mechi kisimama anawaita anazungumza nao. Kuna wakati hadi kipa alikuwa anamuita anawaita wanazungumza nao, lakini bado wachezaji wake wakaenda kufanya makosa ambayo. Lakini wakati mwingine unaona wachezaji wao wanachoka sana. Timu zetu ni ubora ambao ubora, lakini wachezaji kuchoka vile vile. Unaona. Yes bana, hivyo ndivyo ambavyo matukio hayo na magoli hayo ambayo pia yamezua gumzo na Alan Okello yeye ameendelea kufanya ubaya mtaani. Lugha ya mtaani anasema ubaya ndio uzuri siku hizi. Unajua siku hizi tumekuwa wanapindua. Yes, lakini mara baada ya mchezo huo ambapo kwa upande wa klabu ya Young Africans waliibuka na ushindi wa bao 3-1, kocha Juma Mgunda ameendelea kuwa na mazingira magumu zaidi baada ya kipigo cha hapo jana, na mara baada ya mchezo makocha wa timu zote mbili waliweza kutoa maoni yao na mitazamo kwa kile ambacho likiona kwa dakika 90. Akida Kilango alifanya nao mazungumzo. Tuache na Pep Guardiola mwenyewe mnene kwa mujibu wa Baraka Mpenja, kocha Juma Mgunda. Awali wote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Ni kipi ambacho hakikwenda sawa katika kipindi cha pili? Kwa sababu kipindi cha kwanza matokeo yalikuwa ni 1-1. Ulipokwenda katika vyumba vya kubadilisha nguo uliwaeleza nini wachezaji wako waje kukifanyia kazi, lakini hawakufanya hivyo. Ni kweli kabisa. Kwanza nikiri kwa haya matokeo. Mchezo wote ule, especially mchezo wa mpira wa miguu, mchezo na timu ambao wachezaji wao wana quality, mkifanya makosa ya kurudia mtaadhibiwa. Angalia goals zote tumefungwa sisi kwa makosa yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo hilo ni dhamana nabeba mimi kama mwalimu. Lakini utaona kabisa vijana wamejitahidi kucheza, wamecheza vizuri, lakini makosa tuliyoyafanya ya kurudia ndio yametuadhibu. Wakati huu wa mapumziko ya ligi, ni yapi ambayo utaweza kuyafanya katika kikosi cha Wauaji wa Kusini na Namungo Football Club ambao ushindi wao wa mwisho katika ligi kuu soka NBC Tanzania bara ilikuwa ni dhidi ya KMC mwezi Januari 30 mwaka huu? Ni kweli inauma na inagusa, lakini ukweli ni kwamba haya mapungufu ambayo yamejitokeza, kwa sababu kama leo utaona kabisa ni makosa ya mtu mmoja mmoja ambayo mimi kama mwalimu nayabeba, naenda kuyafanyia kazi.
kwa sababu tumefanya makosa ya kurudia yametuadhibu. Kwa hiyo kwa sababu tunaenda kuna kipindi cha karibu wiki 2 ya mapumziko, tunaenda kujitayarisha kwa ajili ya mechi hizi zinazokuja, kuona kwamba haya mapungufu yote ambayo yanajitokeza ya mchezaji mmoja mmoja, maana sasa hivi ingekuwa anafanya makosa kama timu so, lakini kwa sababu anafanya makosa ya mchezaji mmoja mmoja, ni kazi yangu naenda kuifanyia kazi kuhakikisha kwamba mechi zinazokuja tunafanya vizuri. Goli ambalo Alan Okello alifunga la kusawazisha, mpira ulitoka kwa Masawe ambaye anaonekana kwamba ni mchezaji mwandamizi. Hili lilikuumiza kiasi gani? Siwezi kusema liliumiza kwa sababu limeshatokea. Ndio maana nasema hakuna mchezaji ambaye anaingia ndani kufanya makosa kwa kukusudia. Ni kosa limefanyika, limetuadhibu, lakini kwa kuwa limetokea, basi tuenda kuyafanyia kazi tu. Yale makosa yaliyotokea ni wanangu wale wote. Tuenda kuzungumza nao kwamba next time mkicheza timu kama wachezaji kama hao, mfanye makosa ya kurudia kama haya mtaadhibiwa tu. Kwa hiyo kama ulivyosema, lakini ilishapita, tunaenda kwenye viwanja vya mazoezi kisha tunafanya vizuri. Pole sana coach, lakini nikutakia usiku mwema. Asante sana, shukrani. Naam, huyo ni Juma Mgunda, kocha wa Namungo akizungumzia dakika 90 ambazo wamepoteza kwa mabao 3-1. Lakini kwa sasa anaungana na coach Abdihamid Mwalin, kocha wa Young Africans. Coach, first of all, congratulations for the win. Asante sana, thank you. Coach, it was 1-1 at halftime and you came out and got the winner in the second half. What was the key tactical tweak you made during the break? No, we just needed to be more patient with the ball. I thought we lost the ball a lot in the first half, and you know, when that happens, you're not ready for the counterattacks. So we needed to keep patient, build up a little bit more to keep the team together. That way we're ready for any second balls or counterattacks. So I thought we did it okay, a little bit better in the second half. So alhamdulillah. Coach, why did you take off Okello while he was on 2 goals and there was a chance for him to even score hat-trick today? Previous games he logged in a lot of minutes and he was on the red zone, so we didn't want to take any chances or any risk with him. So we just wanted to take him off healthy. He had a great game, so the most important thing is that he came off the pitch healthy. Despite winning today, there was time that when the ball was on the corner side, there were 3 players on your side remaining. Was that your plan? Yeah, we knew coming in that they're very dangerous in the transition, so we just needed to be safe and make sure we have enough numbers back here. Thank you coach and congratulations for the win. Thank you so much. Asante. So ni mwenzetu Akida Kilango alikuwa akizungumza na makocha hapo jana mara baada ya mchezo. Tumemsikia kocha Juma Mgunda akizungumza juu ya ubora wa mpinzani, lakini pia vile vile makosa ya mchezaji mmoja mmoja waliofanya ndio ambayo yameweza kuwapa kipigo hicho cha mabao 3-1 ambacho walikipata. Lakini pia kwa upande wa kocha Juma Mgunda akiwa amezungumza hayo, hajawa na mfululizo mzuri sana kupata matokeo kwa sababu kocha Juma Mgunda kwa sasa anapitia katika kipindi kigumu ndani ya Namungo kwa sababu amefikisha idadi ya michezo 15 mfululizo sawa na nusu msimu bila kupata matokeo ya ushindi. Ina reflect na ambacho tumekiona jana na mfululizo wa matokeo yao. Yes, ina reflect kile ambacho tumekiona jana, lakini bado kwangu haitoi picha kuizungumzia Namungo na matokeo ambayo wanayapata dhidi ya Young Africans, dhidi ya Simba Sports ama dhidi ya Azam. Kwangu kuna aina ya michezo ambayo mara nyingi wakicheza dhidi ya timu ambazo wapo kwenye madaraja sawa. Mfano mchezo ambao wamecheza dhidi ya Mbeya City ile sare hapo 1-1 ndio maeneo ambayo kama utazama ubora wakina Kiswenya, wakina Kiswanya, wakina Fabrice Ngoi Wangoi, wakina Mfuko, wakina Kazi, hapo ndipo yakina Uswita, hapo ndipo unaweza ukapata kitu ambacho cha kuzungumza. Bado kitu ambacho kinawaangusha Namungo kwangu ni consistency, hasa kwenye eneo la mbele. Wakati tunaizungumzia Namungo ukiwa unafanya vizuri, tulikuwa tunamzungumzia Fabrice Ngoi Wangoi wakati yupo kwenye performance nzuri kweli kweli, alikuwa na mwendelezo wa kufunga. Hapa tukiulizana Fabrice Ngoi Wangoi mara ya mwisho lini kufunga, inawezekana ikatupa research muda mrefu sana kuweza kutazama. Leo hii ukimtoa Ngoi Wangoi inachukua muda mrefu sana ama kwenye maeneo mengi ili Namungo aweze kupata mabao. Hassan Kabunda ndo ameibuka hapa kwenye mechi dhidi ya Mbeya City, alama moja ambayo ameipata pale kwenye dimba la Majaliwa ni Hassan Kabunda. Mchezo wa pili dhidi ya Young Africans ambao amefunga ni Hassan Kabunda, lakini Ngoi Ngoi ukimwona yeye mwenyewe, lakini pia performance wise ya kikosi cha Namungo. Wakati nazungumzia moja kati ya kitu ambacho kinawatesa Mtibwa kwenye kipindi cha hivi karibuni, kulikuwa kuna wakati Mtibwa kunapata matokeo ya muda mrefu, hata Namungo kuna mixtures ya matokeo ambayo wanayapata. Kikosi chao rotation ambayo inafanyika, wachezaji wengi wanacheza kwa muda mrefu kwenye eneo husika. Ukimtoa goalkeeper Selemani Saidi, kuna ile back four ambao wanaichezea Namungo, Hussein Kazi pamoja na Abdalla Mfuko. Kuna michezo mingi hapa wanacheza, kwa hiyo unakaribisha makosa kwa sababu wachezaji hawapumziki, kwa sababu
mathalani eneo la mbele utamwona Buswita anaingia, kuna wachezaji wengine ambao wanaingia kwa Namungo kwenye backline, kwenye eneo la kiungo na eneo la chini. Mara nyingi Mgunda amekuwa mfululizo anatumia wachezaji, kwa hiyo kuna fatigue ambayo inawakumba. Huenda hii FIFA break wakirudi wanaweza wakarudi kwa fresh. Yes, mechi 15 za mwisho kwa upande wa klabu ya Namungo hawajashinda mchezo hata mmoja, kama ambavyo unaona kwenye TV yako hapo. Wamepoteza michezo 8, wamepata sare 7 kati ya michezo hiyo 15. Wamefunga magoli 10, lakini wao wamefunga magoli 21. Huo ndio wastani wa matokeo kwa upande wa klabu ya Namungo katika michezo yao 15 ya mwisho ambayo hawajaweza kupata ushindi. Tukiwa tunatazama takwimu za Namungo, gari lao likiwa kidogo haliko sawa sana, lakini tulikuwa tulisikia Akida akimuuliza kocha Mwalimu kuhusiana na kwa nini alimfanyia sub Alan Okello, wakati mpaka hivi sasa msimu 25-26 kwenye ligi kuu ya NBC hakuna mchezaji ambaye ameweza kufunga hat-trick, kwa maana kwamba mabao 3 kwenye mchezo mmoja, na labda Okello angeweza kuwa kwenye hiyo nafasi. Kocha akajibu kwamba ni eneo tu la kupumzishana na mambo kama hayo. Sasa Alan Okello ameweka rekodi pia, kwa maana kwamba Starboy mwenyewe ameweka rekodi ya aina yake, kufunga magoli 4 katika michezo 4 ya ligi kuu ya NBC. Mwezio Okello alifunga magoli 2 hapo jana wakati Yanga ikiichapa Namungo FC mabao 3-1. Okello amefunga mabao 2 kwenye michezo 4 mfululizo. Yes. Amefunga kwenye mechi dhidi ya Namungo hapo jana kwenye ushindi wa 3-1, lakini pia alifunga kwenye mechi dhidi ya Singida Black Stars, Yanga ikipata ushindi wa mabao 3-0. Alifunga pia dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao Yanga walipata ushindi wa mabao 3-2, lakini pia Alan Okello alifunga kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union, Yanga ikipata ushindi wa mabao 3-0. Hiyo ni michezo 4 mfululizo ambayo Alan Okello ameingia kambani chuma 2-2. Kinga mkono. Kwa umri wako hii rekodi naamini kwenye ligi yetu. Ni rekodi kubwa. Tutumie experience Kinga mkono. Kwa nini uanze kwa umri wake? Huo ndio ukweli. Kwa umri Kinga mkono kaona mengi kwenye hii ligi. Kwa kweli kwa rekodi hii safari hii Okello ametengeneza rekodi mpya. Kwanza ameingia kwenye dirisha dogo, lakini ukiangalia kingine ni mchezaji ambaye alianzia chini. Watu tulikuwa wengi miongoni wao watatamini wanasema kwamba kile tulichokuwa tunategemea hakuanza nacho. Lakini kumbe ilikuwa inahitaji muda kuzoea ligi, muda kuzoea mazingira, na kweli tumeona ameanza kuzoea mazingira na ameanza kuonyesha kile alichokuwa nacho. Na kwa nini Waganda walikuwa wanamuita Starboy, unaona? Na kwa nini Engineer S aliamua kutoa hela yake kwenda kumfuata, kumleta hapa. Tena mind you, ilikuwa ni mwishoni mwa msimu amalize mkataba. Free tu aje hapa, lakini toa zaidi ya milioni 700 na kwa msajili. Kwa hiyo mchezaji ambaye umesema mwanzo watu hao ulizungumza. Mimi ni kwa nimemaliza maneno. Tupe hata nukuu basi kidogo ulizungumza. Mimi wanarudisha risiti. Mechi za kwanza, mechi 5 za kwanza pamoja, lakini mimi nilimzungumza sana kwenye mechi ya ligi ya mabingwa zidi ya Al, kwamba akuonyesha kiwango kikubwa. Muda mwingi alikuwa anatumia kulamba mdomo. Hiyo nilisema muda mwingi alikuwa anatumia kulamba mdomo baada ya kucheza mpira. Sasa hivi unasema sasa hivi amebadilika na ameonyesha kile kitu alichokuwa nacho. Nilichopenda kwa Kinga mkono risiti yake kaikumbuka. Unaona? Kwa sababu kwenye zile mechi ambazo tulitegemea, watu limuona kwamba tulijua mechi zile ndo hasa angetupa kitu, lakini akuonyesha. Lakini kwa labda mwanzo wa msimu hajazoea mazingira, wachezaji wapya, kocha mpya. Kwa hiyo wakati mwingine kuna mchezaji anahitaji kukaa muda fulani akae vizuri, na kweli ameanza kuonyesha kile ambacho anacho na ameonyesha wana Yanga kwamba endelea kuimani ya makocha wa Yanga kuendelea kumtumia mpaka kurudi kwenye mstari wake wa ushindani, ndio kitu kikubwa ambacho na ameweza kupa kitu kipi. Unajua kwenye Yanga uzuri walivyoanza dirisha dogo, alikuwa Dep ambaye aliingia akafunga goli 6. Umeona? Kwa hiyo kwenye dirisha dogo walikuwa na watu ambao wamekuja wameleta kitu kipi kwenye timu yao. Kwa hiyo Depo alikuja akaingia kwenye timu akafunga goli 6. Wakati Depo amepata majeruhi, ameingia Alan Okello. Kila mechi 4 kafunga goli 2. Kwa hiyo ni rekodi kubwa sana ambayo anafunga. Kwa hiyo hii inazidi kumfanya kuonyesha ule uimara wake na ubora wake kwenye timu, na jinsi gani mchezaji huyu ameweza kubadilika na kuleta mchango. Sasa hivi wakati mwingine tunaweza tusimzungumze sana Prince Dube ambaye amefunga goli 9, kwa sababu kuna mtu ameamua kubeba jukumu la kumsaidia hayo majukumu na anafanya. Hatuwezi kumzungumza Pacome ambaye naye kidogo sasa hivi majeruhi yanamsumbua, kwa sababu kuna mtu yuko pale. Leo hii angekuwa Okello yupo, Pacome majeruhi, muda anafunga lakini sio kwa kiwango kile. Nzengeli kapotea, umeona na Depu amepotea, magoli amesimama hapa 6, Prince magoli yake 9. Kwa hiyo kuna mtu mwingine ambaye amekuja, tunaona Yanga inaendelea kushine vile vile, lakini kuna mtu mmoja ameibuka amesimama kwamba hii timu tunatakiwa kutimiza lengo letu. Yes, hiyo ni kwa upande wa Alan Okello na kile ambacho amekifanya.